Hapa mkurugenzi wa ADRA Tanzania, James Bisheko, anakutana na wachungaji, wazee wa kanisa na wanachama wa chama cha ujasiriamali ATAPE jimboni SNC, na anasisitiza kuchangia sadaka ya wahitaji Sabato ya tarehe 21 mwezi huu wa 6. Sabato ya tarehe 21 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 imeandaliwa na konferensi kuu ulimwenguni kwa ajili ya tukio la kuchangia wakimbizi. Hapa nchini Tanzania, siku hiyo imetengwa kama siku maalum ya kuchangia watu wenye uhitaji, hasa wanawake wenye watoto wenye ualbino, watoto wenyewe wenye ualbino, kwani Tanzania ina watu takribani 70,000 ambao wana tatizo hilo la ualbino, ambao wengi wao huishi vijijini na wengi wao hutoka vijijini kuja mijini katika kutafuta mahitaji. Hata hivyo haishi hapo, anatoa wito. Ningependa muda huu kuwaomba wachungaji, ningependa kuomba wazee wa makanisa kusimama na kundi hili. Sadaka itakayokusanywa Juni 21 mwaka huu itatumika kununua madaftari kwa watoto hao mashuleni, kununua sare, miwani, kofia na mafuta maalum kwa ajili yao, ili watoto hao waepuke tatizo la kansa. Mchungaji Daniel Onesimo ni katibu mkuu jimboni SNC. Hapa anasisitiza kila mshiriki kutoa sadaka kwa ajili ya kusaidia kundi hilo. Tulifanyie kazi washiriki wa kanisa, na tarehe 21 ambayo itakuwa ni sadaka ya pekee, tutoe kila mmoja uwiwe ya kwamba kuna wanadamu wenzetu hawa albino ambao hawana msaada. Hata mama zao wanapokuwa na albino wanafukuzwa katika familia, wanakimbia na watoto wao. Tunaweza kufanya mambo mengine kama washiriki wa kanisa, lakini masuala mengine tumeyasahau. Moja wapo ni albino. Tumesahau kabisa, ni binadamu wenzetu, waliumbwa na Mungu mwenyewe. Hawajitakia albino, wametokea katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo naomba ya kwamba katika Southern Conference hili swali tulichukue vizuri ambao limeletwa na kiongozi wa ADRA Tanzania nzima. Walengwa hapa ni wachungaji, wazee wa makanisa na washiriki, ambapo mchungaji Baraka Masigo na mchungaji Edson Lugwisha wanabainisha kile ambacho wanakwenda kukitekeleza. Kwa hivyo ninatoa wito maalum sana wewe mtazamaji unayenitazama na watu wote, ya kwamba siku hiyo iwe siku maalum, kila mmoja aweze kushiriki kwa ajili ya kubarikiwa na mbaraka huu ambao Bwana ametupatia. Na hivyo basi, kwa namna hiyo sisi kama uchungaji tumelipokea na tunakwenda kuhamasisha washiriki, tukishirikiana na wazee wa makanisa, ili kuhakikisha kila mshiriki kwa tarehe iliyopangwa na kuendelea tuweze kufanya kazi iliyokusudiwa kuwasaidia wenzetu walio na mahitaji maalum. Je, ni ipi kauli ya mkurugenzi anayehusika na idara ya uhuru wa dini na mambo ya jamii jimboni SNC? Hapa mchungaji Fabian Mlingwa anabainisha. Sadaka yako itatumika kwa ajili ya kuwawezesha waweze kupata mafuta kwa ajili ya kuonesha ngozi zao, ambapo mafuta haya yanawasaidia ngozi iweze kupambana na jua, lakini pia kupata kofia, lakini pia kupata madaftari, lakini pia kupata kalamu, hata mathematical set ambayo itawasaidia waweze kusoma vizuri ndugu zetu hawa. Kwa hiyo sadaka yako ya tarehe 21 itawezesha shirika hili la ADRA liweze kuwasaidia ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi, ili tuweze kulifikia hili kundi ambalo siku zote limekuwa likitafutwa kwa ajili ya kuuawa, na wakati mwingine wanaishi kwa kujificha kwa sababu tu jamii inawatafuta kwa masuala mazima ya kishirikina. ADRA!